Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo tuna topic ambayo nataka tuiangalie. Lakini kabla ya kuiangalia nataka tusikilize neno hili. Maandiko yanasema ukisoma Mithali 15 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Mstari wa pili anakuambia ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Lakini tatu anakuambia macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Mstari wa 4 anakuambia ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Haya ni maneno ambayo ni vizuri uanze kuyaelewa, kuyafahamu, lakini pia na kuyatambua. Kwa nini uyaelewe, uyajue na uyatambue? Ni kwa sababu wengi leo wanapitia maamuzi ambayo yamekuwa si sahihi katika mazungumzo yao, katika maneno yao, katika matendo yao, kitu ambacho leo kimeleta utofauti kwenye ndoa yako, utofauti kwenye kazi yako, utofauti kwenye biashara yako, utofauti kwenye maisha yako ya kiroho, utofauti hata kanisani kwako. Kumbuka kuna misingi ya kuweza kuondoa hasira ya mwanadamu na kuituliza ghadhabu ya mwanadamu. Cha kwanza lazima ni jawabu la upole. Wengi tunaposhambuliwa huwa tunataka tujibu mashambulizi kwa ghadhabu kama wao. Hiyo ni ajenda ya shetani. Shetani anapokuja au anapompitia mtu akushambulie kwa hasira, geuza ile hasira kwa jibu la upole. Itageuza ile hasira ya yule mtu asiweze kukushambulia na aanze kuogopa. Kwa sababu maandiko yanasema mtu asiye na hasira ni mshujaa kuliko askari yeyote. Mtu anayeweza kutunza au kulinda hasira yake asiweze kuilipua, ila maana yule ni mtu ambaye ana nguvu rohoni. Sasa kuna watu wanakushambulia kwa hasira, wewe usikubali kuwajibu kwa hasira. Lakini cha pili, neno linaloumiza linaweza kukuchochea ndani yako upate ghadhabu, lakini usiruhusu ulimi wako kutamka kitu kinachoweza kuja kukuhukumu baadaye. Usikubali kuchukua maamuzi yoyote kwa hasira, lakini pia usiruhusu moyo wako lile neno lianze kukuchoma. Kwa tengeneza moyo wako kuwa ni moyo usioruhusu baya, lakini kama ni hatia inayohitaji mabadiliko, ichukue na uibadilike. Nikiwa na maana gani? Maandiko yanasema kwamba yule mwenye kuweza kuchukua hatia zinazojenga, huyo ni mtu mwenye hekima na busara. Lakini yule ambaye ni mpumbavu hawezi, anadharau hatia. Hatia sana sana inaweza kuletwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kupitia mtu yeyote tu, hata mwanadamu, akatamka neno linalokupa hatia na unaona kweli hapa nilikosea. Sasa badala ya kuruhusu ile neno kukuumiza na kujihukumu, basi ile hatia iwe ni kwa ajili ya kukujenga, ila si kwa ajili ya kutengenezea uchungu wa moyo ambao baadaye utaumia. Lakini cha tatu, lazima ujue au utunze kinywa chako, maana ulimi wa mwenye hekima wenyewe unatamka maarifa vizuri, na kabla ya kunena yule mtu anafikiri faida na hasara itakayotokea. Lakini mpumbavu humwaga upumbavu bila kufikiri, haya maneno nimeyazungumza, lakini yatakuwa na faida gani au yanatengenezea hasara gani baada ya hapa? Lakini kitu cha 4, lazima ujue macho ya Mungu yanaona kila mahali. Yanaona kila mahali. Kwa hiyo kila unachokinena, unachokizungumza, unachokifikiri, unachokiwaza, Mungu anasikiliza, Mungu anaona, Mungu anajua. Kwa hiyo kikiwa ni cha haki, Mungu anajua. Kikiwa si cha haki, Mungu anajua. Lakini pia Mungu yeye ndiye anayeweza kuchunguza mema na mabaya. Na hapa lazima tujifunze kusamehe na kuachilia. Tujifunze kutohukumu wengine. Tujifunze kuwaombea maadui
kuwabariki wanaotulaani, kuwapenda wanaotuchukia, kama neno linavyosema kwenye kile kitabu cha Luka 6 kuanzia mstari wa 27 mpaka 34. Lakini pia kumbuka, unapotengeneza ulimi wako kwa kunena yaliyo mema na yanayompendeza Mungu, moja kwa moja utatengeneza uzima. Maandiko yanasema ulimi safi ni mti wa uzima, bali kwa ukorofi wa ulimi unavunja moyo. Leo kuna maneno unaweza kuyasikiliza kutoka kwenye ndimi za watu yakavunja moyo, au wewe unaongea maneno yanayovunja moyo. Hiyo ni kazi ya Shetani. Kwa hiyo hakikisha ulimi wako unautunza, maana Yakobo alisema kwenye kitabu cha Yakobo kwamba tuchunge ndimi zetu, maana ni kama ni kitu kidogo lakini kinaweza kuunguza kichaka. Ni kama vile njiti moja ya kiberiti inavyoweza kuunguza kichaka kizima. Lakini pia akasema kwamba kwenye ndimi zetu au kwenye chemichemi ya maji hakuna maji machungu na mazuri au matamu yanaweza kutoka. Kwa hiyo vile vile ndimi zetu tusizifanye kuwa ni chanzo cha laana na baraka. Kama ni watu wa kubariki, ni watu wa Mungu, basi tubariki. Na kama umeamua kumtumikia Shetani ni wa laana, basi nenda upande huo na chagua upande. Lakini mwisho wa mwisho, angalia mapenzi ya Mungu ni yapi na wewe kwa nini uko duniani. Maisha ya watu wengi duniani leo wanapitia maamuzi magumu ambayo wengi yamewadhuru au wengi yamewaokoa. Kuchunguza kwa kila maamuzi, chunguza mapenzi ya Mungu ni yapi. Chunguza kwa kila neno, mapenzi ya Mungu ni wapi. Kumbuka kwa kila jibu, mapenzi ya Mungu ni yapi. Kumbuka kwa kila unachokisema, mapenzi ya Mungu ni yapi. Ukizingatia hilo, utaweza kuwa mkuu na mwenye nguvu duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.